Alizaliwa akiwa na ulemavu wa mikono, lakini hilo halikumfanya ashindwe kutimiza ndoto yake, na sasa yupo katika Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro akichukua masomo ya shahada ya sheria na sharia. Anatumia ulimi na miguu kufanya shughuli ambazo wengine hufanya kwa mikono. Mimi sikutegemea kama nitafika huko labda chuo kikuu. Na wazazi wangu walikuwa hawataki nisome. Lakini mimi mwenyewe nikaa na force na ile nataka kusoma. Akasema utawezaje kusoma, utaandikaje? Wakawa vile wana doubt, nikasema mimi nataka kusoma. Sawa. Kuna mjomba wangu upande wa mama yangu, yeye akanipambania mpaka nikaenda kuanza darasa la kwanza. Kuandika naumia sana, vile kama kwa mfano kuandika essay naumia sana, na vile kuandika labda nosi. Kwa hiyo kule wakati niko sekondari na primary nilikuwa natumia PC, wananunulia PC. Anawekea nosi mle ndio nakuwa nasomea kutumia PC. Ila nilipofika chuo hiyo PC bado sijapata. Pamoja na ujasiri aliojivika wa kupambania ndoto zake, bado anakabiliwa na changamoto. Kwanza kibao changu kipo chini kidogo, yani kinakuwa kinaniumiza. Hivyo na pia katika chumba cha mtihani nafanyia ofisi tu ya mwalimu. Sasa kuna muda mwingine unakuta watu wanakuja kugonga, vile mtu anakuta confidence ya kuandika. Mtu anagonga, hajui kama mwalimu hayupo. Anagonga, anaamua kufungua mpaka mjibu mwalimu hayupo katoka, ndio ataondoka. Nitafutie labda hivyo vitu vya sasa teknolojia, mfano kompyuta, labda hivyo vifaa wanavyosema ambavyo mtu anaweza kuzungumza. Hivyo pia naomba nisaidiwe. Kwa sasa anapokea mkopo wa 50% ambao kulingana na hali yake hauwezi kukidhi sehemu kubwa ya mahitaji yake. 600 ninayopokea hiyo yangu binafsi. Hiyo nilipe ada. Nitoe labda laki ngapi, 300 nilipe ada. Nitoe 1.5 nilipe hostel. Hiyo ni hela ndogo sana, haikizi katika mahitaji yangu. Mpaka nifika muda mwingine naishiwa hela kabisa, naomba nyumbani, na nyumbani kwetu hali ndio kama hivyo. Sio nzuri. Naweza tu nikapata 10,000 basi. Anasema ushirikiano wake na wanafunzi unampa nguvu zaidi ya kuendelea. Kiukweli kwa hapa chuo nasema mahusiano yangu na wenzangu yako vizuri. Sijaona kuninyanyapaa wala nini. Wananipenda kama binadamu wengine. Japo ndio changamoto nilipataga huko nyuma, huko tuseme shule zingine hizo. Unapata ile watu wengine wanakupenda sana, wengine hawakupendi. Lakini mimi nilikuwa sijali tu. Mimi najali wanaonipenda basi, sasa wanipenda na achana nao. Tunashirikiana naye katika vitu mbalimbali kama kufua, kuna saa nyingine tunashirikiana naye, pia tunashirikiana naye saa nyingine anashiriki pia kuosha vyombo, yeye kama mwanamke. Uongozi wa chuo hicho unasema maendeleo yake kitaaluma ni mzuri. Ni miongoni mwa wanafunzi ambao kwa kweli wanafanya vizuri. Mara ya mwanzo mimi kumuona nilishtuka na nikakimbia kuona kwanza matokeo yake anakuaje kwa hali yake ilivyo. Lakini ni miongoni mwa wanaofanya vizuri pamoja na changamoto alizokuwa nayo. Teresia Mwanga, Azam News, Morogoro.